wa hekalu hilo. Yesu ni kuhani wetu mkuu wa hekalu hilo, kuhani mkuu wa hekalu hilo la mbinguni. Kitabu cha Ibrania kinasema tuna kuhani mwombezi. Sasa huko kuhani anatuombea. Sasa andika maana ya kiroho, maana ya kiroho. Andika maana ya kiroho. Andika tu maana ya kiroho, maana ya kiroho. Hema na hekalu la duniani vilikuwa vivuli tu. Hema na hekalu la duniani vilikuwa vivuli tu. Hema na hekalu la duniani vilikuwa kivuli tu, vilikuwa kivuli tu, kivuli tu. Ukweli kamili uko mbinguni, ukweli kamili uko mbinguni, ukweli kamili uko mbinguni. Sasa kwa maisha ya sasa, kwa maisha ya sasa, kwa maisha ya sasa, kwa maisha ya sasa, tunajifunza maisha haya si ya mwisho, ni endelevu. Tunajifunza maisha haya si ya mwisho, ni endelevu. Tunajifunza maisha haya tunajifunza maisha haya si mwisho, ni endelevu. Si mwisho, ni endelevu. Maisha ya utakatifu ya utawa si mwisho, endelevu. Haya ni endelevu. Utakatifu ni endelevu. Tuko pamoja ndugu yangu? Amen. Kabisa kabisa. Tunapaswa kuishi kwa mtazamo wa mbinguni. Tunapaswa kuishi kwa mtazamo wa mbinguni. Tunapaswa kuishi kwa mtazamo wa mbinguni. Yanavyoishi fanya hivi.